Naam, bwana, kama unavyoelewa kwamba hapa mjini bwana, kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea katika mitandao ya kijamii na hususan kuhusiana na baadhi ya watu ambao wamepata umaarufu, ma celebrity au ma socialite ambao pia vile vile ni wafanyabiashara. Kwa mfano, kuna huyu jamaa anafahamika kwa jina la Uncle T, ambaye yeye bwana, watu wengi sana wanasema kwamba ana mambo fulani hivi anayaonyesha ambayo ni kama ni mambo ya upinde, ambapo kwa mujibu wa sheria za nchi ya Tanzania hivyo ni vitu ambavyo ni kosa kisheria. Yaani kujihusisha au kushiriki katika mambo ya upinde, mambo ya ushoga ni kosa kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi ya Tanzania. Sasa basi, hii issue ambayo anaifanya huyu jamaa Uncle T kwa namna moja au nyingine inatafsiriwa kama vile ni ana promote mambo hayo ya upinde hapa Tanzania, kwani huyu jamaa bwana amevuka mipaka kiasi kwamba amekuwa akivaa uhusika wa kike kabisa. Ni mtu ambaye anavaa madela, anavaa vijora, anavaa mawigi, makeup, anapaka lip shine, mahereni na kila kitu, yani kama bidada. Sasa hili ni jambo ambalo watu wengi sana huko mitandaoni wamekuwa wakimtagi mheshimiwa Gwajima, ambaye kama tunavyofahamu kwamba mheshimiwa Gwajima bwana ni mmoja kati ya viongozi ambao ni wachapakazi kweli kweli, na anapokea maoni ya kila mtu ambaye anayoyaleta hususan katika mitandao ya kijamii au kwa kupitia simu yake binafsi. Tukizungumzia Dr. Dorothy Gwajima, huyu bwana ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Umeona bwana kwa hivyo basi moja kwa moja mheshimiwa bwana, hili swala la huyu Uncle T watu wengi sana wamekuwa wakimtagi ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na kile ambacho Uncle T anakifanya mara kwa mara katika mitandao yake ya kijamii. Sasa kutokana na tagi kuwa nyingi ni kwamba mheshimiwa Dorothy Gwajima ameamua atoe tamko. Kwa hivyo basi tamko la waziri Gwajima kuhusiana na Uncle T kuvaa muonekano wa kike, ambapo hapa taarifa ambayo imetufikia rasmi kabisa inasema kwamba waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima ametoa maelekezo ya kisheria kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusiana na vitendo ambavyo anadaiwa kuvifanya ambavyo vinadaiwa kuwa ni mmomonyoko wa maadili vinavyofanywa na baadhi ya watu maarufu mitandaoni, akiwemo mfanyabiashara anayejulikana kama Uncle T. Tamko hilo limekuja kufuatia kusambaa kwa picha na video zinazomuonyesha mwanaume huyo akiwa amevalia mavazi ya kike na nywele za kike kabisa kichwani, jambo linalozua mjadala mkubwa hasa na linainua hisia kali miongoni mwa watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Akielezea kuhusiana na suala hilo kupitia ukurasa wake wa Instagram, waziri anasema kwamba tayari ametoa maelekezo rasmi kwa wataalamu wa sheria kwanza kabisa kuanza kulifuatilia na kulifanyia kazi kwa umakini, akisisitiza kuwa hatua zitakazochukuliwa lazima ziwe imara kisheria ili kuepuka mianya itakayoweza kuwaruhusu wahusika kukwepa adhabu. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mama Dorothy Gwajima ameandika kwamba leo asubuhi nimepokea taarifa nyingi kuhusiana na mtu huyu ambaye mnamuita Uncle T. Na kumbusha tu kuwa hata hapo awali pia aliwahi kuitwa na Baraza la Sanaa la Taifa kwa ajili ya kupewa elimu ya masuala ya sanaa na maadili, lakini inaonekana kwamba hakuzingatia maelekezo hayo, ameandika hivyo waziri. Lakini pia vile vile ameongeza kuwa mamlaka husika zinaendelea kukusanya ushahidi kutoka kwenye majukwaa mbalimbali ya mitandao ili kuhakikisha kwamba kesi itakayojengwa inakuwa thabiti na yenye kuzingatia taratibu zote za kisheria. Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameendelea kusema kwamba ni muhimu tukachukua hatua
kwa umakini wa kisheria, kwani kufanya maamuzi kwa mihemko kunaweza kusababisha wahusika kuachiliwa mahakamani na kuendelea na vitendo hivyo. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria zilizopo. Amesisitiza hivyo Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Aidha, waziri ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na kutoa ushahidi wa matukio hayo, huku akiahidi kuendelea kusikiliza maoni ya jamii na kutoa elimu kadri ya hatua za kisheria zinavyoendelea kuchukuliwa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo huko mtandaoni bwana, lakini pia comment zimekuwa ni nyingi sana zikiwa zinaelekezwa moja kwa moja kwa Mheshimiwa Dorothy Gwajima kutokana na hiki ambacho kinaendelea kumhusu Anko T. Kwani Anko T bwana, baada ya hayo matamko kutolewa huko mitandaoni kupitia ukurasa wa Instagram wa Mheshimiwa Dorothy Gwajima, Anko T ameposti zake video akiwa anaimba katika gari, ambapo jambo hili bwana limepelekea tena wadau kwenda kumtagi tena mheshimiwa kwa mara nyingine tena. Umeona bwana Kwa mfano hapa bwana, kuna hizi comment zimeonekana. Kuna huyu hapa anaitwa Nakundwa Nice ameandika kwamba shikamoo mama, Anko T amekuwekea nyimbo ya Zuchu na maneno ya Kiingereza, alafu pale akamtagi Gwajima D mheshimiwa, ambapo mheshimiwa akaiona hiyo comment akaja akaijibu hapa akasema kwamba acha umbea, mimi ni kiongozi, naongoza kwenye njia ya haki, sio njia ya ugomvi binafsi. Hebu tulia, tuna mambo mengi sana. Kama hutaki kumsikiliza nenda kama unfollow. Usijipe kazi ya njiwa kupeleka salamu. Okay, ameandika hivyo Mama Dorothy Gwajima. Comment nyingine hii hapa, kuna mwingine huyu anaitwa Innocent amekuja ameandika kwamba Mama Gwajima, binti yako Anko T amekuchamba huko kwa mfumo wa nyimbo za Zuchu. Kiukweli nimeumia sana mama. Okay, Mama Gwajima akaja kajibu hiyo comment akamtagi huyo Innocent akasema kwamba usiwe na haraka na ugomvi wa sheria za nchi. Ukiwa kiongozi kamwe usije ukauvaa ukawa wa binafsi. Okay, stay focused. Hayo alikuwa ni majibu adhimu kabisa kutoka kwake Mama Dorothy Gwajima. Mheshimiwa huyu ni mheshimiwa waziri amejibu hivyo. So ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.